Moja kati ya madawa ya kulevya ambao ni hatari zaidi basi ni matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii ambayo wengi huenda hawalijui hili swala. Sasa unaambiwa Mwamposa naye amezungumzia juu ya hili swala la matumizi ya mitandao ya kijamii, na hususan akafananisha kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii ni zaidi ya bange. Yani mtu anayevuta bange tunaamini kwamba yuko salama zaidi kuliko mtu aliyejikita kwenye mitandao ya kijamii. So bana, mhubiri huyu wa kanisa la Rise and Shine International Boniface Mwamposa amesema kwamba Watanzania wanapaswa kubadilisha mtindo wa maisha na kuachana na uvivu unaowafanya kupoteza muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii badala ya kujikita katika maendeleo. Akihubiri bwana siku ya Jumapili, Boniface Mwamposa anasema kwamba taifa limekumbwa na changamoto ya watu wengi kupenda umbea na hadithi badala ya kufanya kazi kwa bidii. Tanzania ni taifa pekee ambalo hata mfanyakazi wa ndani anachukua mshahara na kuweka bando ili kufuatilia umbea mitandaoni. Watu wanashangaa kwa nini wawekezaji hawaajiri wazawa. Ni kwa sababu wengi hawana nidhamu ya kazi. Haya ni maneno yalotoka kwa Boniface Mwamposa, lakini aliendelea kwa kusema kwamba ameeleza kuwa mtu yoyote mwenye maono anatafuta mfanyakazi anayejituma bila kusimamiwa kila mara, lakini Watanzania wengi wanahitaji kufuatiliwa kila wakati, ambapo amesema hali hiyo husababisha baadhi ya watu kuajiri wageni kwa sababu wanaona wana nidhamu na ufanisi mkubwa kazini. Mtu mwenye maono anataka mfanyakazi anayejituma, lakini ukiweka Mtanzania kazini unakuwa mtumwa wa kumfuatilia. Haya ni maneno pia aliyosema Mwamposa, lakini alienda mbali na kusema kwamba pia ameitaka serikali kuwekeza kwenye mitandao ya kijamii ya kizalendo inayojenga ufahamu kwa watu badala ya kuharibu. Mitandao ni zaidi ya bange, na Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa matumizi ya mitandao ya kijamii, lakini si kwa mambo ya maana bali umbea na uvivu. Tukibaki hivi, barabara tunazojenga zitaendeshwa na wageni kwa sababu vichwa vya Tanzania vinaharibiwa na mitandao. Haya ni maneno kutoka kwake huyo Mwamposa ambaye sasa hivi tunamwona na trend sana. Ana trend sana akiwa na mtu ambaye wengi tunajua kwamba dunia imeshajua kwamba ndo mtu ambaye anatajwa kwamba ni mkewe, ingawa wengi wanasema kwamba sio mke wa kwanza aliyemtafuta miaka hiyo, huku story ambayo nilokupa jana mtaja binti ambaye ni mke wa kwanza ambaye ndio inasadikika alimkimbia mtumishi kipindi hicho anajitafuta, kipindi hicho anapita kuhangaika wakati huko kwa Mbeya. So bana, hizi tu ni story katika 1 2 3 kwa ajili ya wewe kuweza kukuhabarisha, lakini ndio hivyo. Mitandao ya kijamii ni hatari na ni sumu mbaya sana ambayo kama kijana ukiamua kustick huko na ukaishi maisha hayo ya mitandaoni, basi utajikuta ukiangukia pabaya, kwa sababu madawa ya kulevya kama bange na vitu vingine, unaamini kuna mtu akikuweka chini akakupa ushauri basi utatumia, lakini wewe ukiamini smartphone yako ama simu yako ya iPhone ni kali, nzuri na picha nzuri, TikTok unakupa like na followers kibao kwa Insta, basi wewe ni ngumu sana kutoka kwenye huu ulimwengu, na unajikuta kwamba unaamini yale maisha ya kule ndo maisha yenye kukunufaisha. Kwa alichokizungumzia ni fact, ni kitu bora, ni kitu kizuri kwamba mitandao ni zaidi ya bange. Hata mimi namuunga mkono, lakini sijajua kwako wewe kwamba unamuunga mkono je au muungi mkono. So bana, drop comment tuambie ni hasara gani ulishawahi kuipata kupitia mitandao ya kijamii. Basi drop comment hapo chini, so subscribe, like, comment, share, turn on notification, tukomentisha kinoma noma. Sina lingine la kusema zaidi ya kukwambia bye.